الحمد لله على تمامه في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع السلام شائع على النبي وصحابه وتابعي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu Islam, baada ya kumshukuru subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za khairi kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kwa mara nyingine tena turejeshe shukrani kwa Muumba subhanahu wa ta'ala ambaye katujalia kuudiriki muda huu, si kwa ujanja wala si kwa uhodari, isipokuwa ni kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, mada ya wakati wetu tulionao wa sasa, tutakuwa na mada isemayo makanu husnil khuluqi fil islami, nafasi ya maadili mema, maadili mazuri katika Uislamu. Nafasi yake ikoje na iko wapi? Watukufu Islam, subhanahu wa ta'ala, tukianza 68:4, subhana anasema wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanahu wa ta'ala atatuonyesha jinsi ya nafasi ya maadili mema katika Uislamu. Kabla hatujaingia kwenye tafsiri ya aya, kwa ajili ya kupata picha inayohusiana na nafasi ya maadili mazuri katika Uislamu, wanawachuoni wanasema jambo la kwanza ambalo linakamata nafasi ya maadili ya Kiislamu, anatuambia kwamba ta'lilu risalati bitaqwimi al-akhlaqi wa isha'ati makarimi al-akhlaqi jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam au jaa fi al-hadith ash-sharif عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Hapo ndipo ambapo tutaishi, kisha tutachambua jinsi aya inavyotuelekeza kuhusiana na mada ya wakati wetu tulionao. Tuogelee na jambo la kwanza. Ikiwa muda utatosheleza, tutaendelea na jambo la pili, kwa maana nafasi ya pili. Kwanza tuione nafasi ya kwanza katika maadili mema katika Uislamu. Ta'lilu risalati, kwanza ni ufafanuzi wa ujumbe, ili ujumbe ufafanuke, kila mmoja aone ujumbe uko wazi. Kwa kila anayefikishiwa ujumbe au kubali ujumbe vile inavyotakiwa. Nani ambaye ataufikisha ujumbe mpaka ujumbe uwe wazi na kila mmoja au kubali ujumbe?
mpaka wale waliokuwa si Waislamu ionekane kabla bado hatuja wapiga da'wa wao wanaingia katika Uislamu kuhusiana na maadili mema, maadili mazuri. Lakini jinginelo linalopatikana ndani ya nafasi ya kwanza, bitaqwimil akhlaqi, usahihisho wa maadili. Wakati gani maadili yanaweza yakasahihika tukapata maadili yaliyo sahihi mpaka wengine wakaiga kutoka kwetu, na wakati gani hatutoweza kupata maadili sahihi mpaka wale wasio Waislamu wasiige kutoka kwetu? Tutayaona mbele ya safari, na inshallah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hali kama hiyo ambayo tunaikusudia. Lakini jingine, wa ishaati makarimil akhlaqi, na uenezaji, usambazaji wa maadili yaliyo mazuri. Jambo hili tutalisambazaje? Maadili mema wapi tutayatangaza? Tutatangaza kwa mfumo tulio nao, na kwa maadili machafu maovu tulio nao. Wapi maadili mema yanaweza yakasambaa yakaenea, na wapi wa upande wa pili watayapokea kwa namna gani maadili hayo? Kwa hiyo ni wazi ya kwamba jaa fil hadithi sharif, yamekuja maelezo katika hadith taktif tukufu kabisa ambayo ani nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume Muhammad, na ndilo ambalo amiri wetu mara nyingi akiligusia hili na tumeliona tulifanyie mwendelezo kama mzungumzaji alivyonitangulia. Situwagusia yale ambayo kayagusia, kwa hiyo itakuwa tunakwenda na kuelezea kiujumla yale maadili yaliyozungumzwa kupitia mzungumzaji aliyetangulia. Ndiyo tunayo au tuko mbali nayo, tutapata picha biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika pokeo ambalo rawahu al-Baihaqi anatuambia ya kwamba innama, hakika si vinginevyo, wanawachuoni wa lugha wanaielewa, ni nyenzo ya uzingiro. Wanawachuoni wa nahau wanaichukulia kwa mtazamo huo, ni nyenzo ya uzingiro. Lakini ukija katika wanachuoni wa fani ya al-ilmu al-maani, wanatuambia ya kwamba kuna al-qasru, ukhusisho. Pana ukhusisho kabisa, na wanatuambia inapokuja inama wa yakunu limakusuru alayhi muakhara ujuban, yule makusuru alayhi, mfungashwa, mukhusishwa wake atacherewa lazima. Sasa tutaiangalia khasu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kukamilisha maadili yaliyo mema, yaliyo mazuri. Anatuambia inama, kwa hakika si vinginevyo, bu'ithtu, nimepelekwa, nimetumwa, liutammima makarima al-akhlaqi, kwa ajili tu ya kukamilisha maadili mema. Ni wazi ya kwamba manabii waliotangulia kuna vidoa na vikasoro vya ukamilishaji wa maadili yaliyo mazuri. Yeye kahusishwa kuja kukamilisha maadili yaliyo mema, kuja kukamilisha kabisa. Watukufu wa Islam, hili ni pokeo ambalo kalipokea al-Imam Baihaqi. Lakini turudi katika pokeo ambalo linapatikana katika fi musnad Ahmad. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kasema, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaqi, salihal akhlaqi. Anasema nimetumwa mimi kwa ajili ya kukamilisha maadili yaliyo mema, maadili yaliyo mazuri. Hilo ni pokeo ambalo tunalipata fi musnad Ahmad.
Lakini tukilipata tokeo imapokeo linalotoka kwa Imam Malik ambalo fi Muwatta Malik anasema ya kwamba katika pokeo linalopatikana kwa Imam Malik halikuwazia na ile adatul hasr au nyezo ya kasri, lilikuja kama lilivyo, lakini linakadiriwa lipo. Mtume anasema bu'ithtu, nimepelekwa liutammima husnal khuluqi, maadili mema. Tumeona kuna utofauti wa maneno yaliyotumika, lakini bado maana ndiyo iko pale pale. Katika pokeo la Imam Baqi tumeliona ya kwamba makarim al-akhlaqi. Katika Musnad Ahmad salih al-akhlaqi. Lakini tukija katika pokeo la al-Imam Malik katika Muwatta Maliki tunaliona ya kwamba husnul khuluqi, lakini bado maana iko pale pale, imestawi. Kwa njia yoyote tukapita bado maana iko pale pale. Sasa watukufu wa Islam, kama tumeonelea nafasi ya maadili mema, jambo la kwanza ni ufafanuzi wa ujumbe. Huu ujumbe aliyokuja nao Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikionekana sisi ndio warithi wake, tunauenezaje? Hali ya kuwa maadili yetu ni machafu, maovu, mabaya, wapi utafahamika ujumbe? Nani atapokea ujumbe maadili yetu machafu, maovu? Tumeona maadili aliyokuwa nao bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kabla ya kupiga dawa wanasilimu wenyewe kwa mujibu wa maadili mema mazuri. Watukufu wa Islam, kwa hiyo dini inataka kufafanuliwa, ujumbe unataka kufafanuliwa. Sisi ambao wafafanuzi tuna maadili mema, mpaka wale makafiri watuelewe na waingie katika dini. Vigezo mabana hatuna la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe vigezo, na sio kwa kukaa tu haya mafundisho kuingiza kivitendo. Hapo ndipo tutapata vigezo na makafiri wataslimu. Tuje sasa, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hili, hivi ndivyo anavyotuelekeza. Lakini tuje kwa bwana mmoja, ana Abdullah ibn Mubarak annahu wasafa husn al-khulqi faqal huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Katika pokeo ambalo latoka kwa bwana Abdallah mtoto wa Mubarak, hakika yeye alielezea maadili mazuri, akasema kwa jumla tatu, akayazungumzia maadili kwa jumla tatu zifuatazo. Jumla ya kwanza, maadili mema huwa bastul wajhi. Jambo la kwanza anasema kuwa na tabasamu la uso, la kwanza. La pili anasema wa badlul ma'rufi, na kufanya mazuri, wa kaful adha, na kudhibiti udhia. Hebu tupate madhumuni ya jumla tatu hizi. Ni yapi madhumuni ya jumla tatu, na ni yapi makusudio ya hizi jumla tatu ambazo zinazungumzia nafasi ya maadili mema katika Uislamu? Jumla ya kwanza inasema huwa bastul wajhi, yani kuwa na uso mkunjufu. Kivipi? Wanatuambia ya kwamba wanachuoni, ibtisamu liwajhi, anasema lile tabasamu la uso ni katika maadili mema. Na tujichunguze Waislamu, sisi kwa sisi Waislamu,
hivi kweli tunaoneshana matabasamu ya uso au waislamu tunachukiana? Waislamu tulio wengi hatuna matabasamu ya uso. Leo muislamu anakuja muislamu mwenzako, lakini hatambui kitu gani ambacho kakukosea au kwa jambo gani mmekwaruzana mpaka umkunjie uso, lakini bado utamkuta muislamu kakunja uso. Sasa imbisatul wajhi, tabasamu la uso, au watalaqatu liwajhi, yani uso ulioachilika kabisa. Wanachuoni wanatafsiri kwa maana nyingine ya kwamba ili tupate kumuona huyu ana maadili mema, wanatuambia bashashatul malamihi inda mulaqati nnas, kuwa na furaha ule wakati muislamu anapokutana na waislamu wenzake, kuwa na bashasha. Hii ni katika maadili wa tukufu wa Islam. Lakini leo tujiangalie, ni wangapi katika waislamu ambao tuna furaha na waislamu wenzetu, tuna bashasha na waislamu wenzetu, tuna furaha na waislamu wenzetu, tukikumbatiana na waislamu wenzetu? Ni wangapi? Waislamu kwa waislamu leo ndio wagovi, ndio mahasimu waislamu. Tena wakati mwingine mtu na ndugu lakini hawasalimiani, hawazungumzi wa mabana. Mtu na ndugu hazungumzi. Lakini mwingine ni mtu na mkemweza, hawasalimiani. Kuna mwingine litokezea tatizo tu, panawezekano watoto wamekwaruzana, lakini wakaingia mpaka watu wazima. Lakini panawezekano wakati mwingine kwa ulimwengu jinsi tulivyouvamia, ni kwa sababu ya kile kizira kimoja, kinyanda kimoja cha ardhi ambacho mwingine kakipora kutoka kwa mwingine, lakini hatusemeshani na sanda tumeshakatiana. Na mwingine anathubutu kusema tusilangu usije ukalishika wala usije ukalikamata tusilangu, na ukiingia ndani ya josho mwili wangu ukazane, usikubali kukamatwa na wewe. Watukufu wa Islam, haya sio maadili ya Waislamu. Hakuna kabisa namna kama hii. Lakini bado wanatafsiri wanachuoni ya kwamba ayakuna liwajhu mamlua bibashashati, manake uwe ule uso au paji la uso ni lenye kujawa na furaha. Leo akaja mgeni, watakiwa umfurahie nyumbani kwako, umfurahie katika mazingira ambayo unaishi. Wakati ni mgeni kaja katika hali ya amani, hali ya utulivu kabisa, lakini bado hajakera. Lakini panawezekano katokezea mgeni maskini, lakini mtu hata kama hakai nyumbani kwake, lakini bado kachukia mgeni wa mwenzake. Hata kama hatakwenda kula kwake, lakini kamchukia mgeni wa mwenzake. Yote hii kuonesha wazi ya kwamba maadili ya Kiislamu hatunayo kabisa. Lakini jambo la pili, wa badhlul maarufi, na kufanya mazuri, kufanya mema. Hili ndiyo jambo ambalo linatakiwa katika Waislamu. Kinamna gani kufanya mema? Ni wazi ya kwamba wabadhul maarufi na maana fi'lul khairi, ni utekelezaji wa matendo mazuri, ndiyo katika tabia njema, maadili mazuri. Lakini tujiangalie sisi ambao tunaingia msikitini na wale ambao hawaingii ndani ya masjidi, hawafanyi ibada, wako wapi walio wengi? Maskini walio wengi utawakuta wako nje kabisa, hawana habari ya ibada, hawana habari kabisa katika mambo ya khairi, hawana habari nayo kabisa. Sasa wapi maadili mazuri tutayapata? Makafiri wataiga nini kwetu sisi?
sisi wenyewe tumefanana nao, kipi watakachoiga kutoka kwetu? Wabadhlul ma'rufi, fi'lul khairi, kufanya kheri, wa taqdimul ihsan, na kufanya ihsani. Wangapi tunafanyiana ihsani? Ihsani iko wapi sasa? Hakuna ihsani watukufu wa Kiislamu kabisa. Ihsani imepotea, hakuna animfanyie ihsani mzake. Ni wachache mno, ni wahaba mno katika jamii zetu za Kiislamu. Sasa yako wapi maadili ya Kiislamu? Waqtaqdimul ihsani, na kufanya ihsani. Ndiyo maana wabadhlul ma'rufi, ihsani imetoweka. Ihsani imetoweka. Leo akija mtu tayari umeshamchukia. Panawezekana kaja katika hali ya wema, muangalie kwa hisani, lakini huwezi kumwangalia kwa hisani kabisa Muislamu mwenzako. Lakini pamoja na hivyo, wa musaadatul akharin, na kuwasaidia wengine, ndiyo maana ya badhlul ma'rufi, kuwasaidia wengine. Waislamu jambo la kusaidiana limeondoka kabisa. Ni wahaba mno katika Waislamu ndiyo ambao wanayatekeleza kuwasaidia wengine. Ni wahaba mno katika Waislamu. Kuonesha hili jambo hili limetoweka, la badhlul ma'rufi limetoweka kabisa, halipo watukufu wa Kiislamu. Lakini ama jumla ya tatu, bwana huyu Abdallah mtoto wa Mubarak, namna alivyosifu maadili mema kwa jumla tatu, lakini jumla tatu nzito sana namna ya utekelezaji wake. Na ndipo ambapo tunajikagua kiujumla katika maadili, ima nafasi ya maadili mema katika Uislamu. Tumeona wasi ya kwamba kabla bado hatujatiririka katika mada yetu wakati wa sasa, yani tuko nje kabisa katika maadili ya Kiislamu, tuko nje wa Uislamu. Lakini jingine katika jumla tatu, wakaful adha, na kudhibiti uzia. Hili nalo ndilo ambalo changamoto katika jamii zetu, kudhibiti udhia. Wakati gani unaweza ukadhibiti udhia ili ionekane bado uko katika maadili mema, maadili mazuri? Ni hili lifuatalo. Wakaful adha ina maana ya kwamba wanatuambia wanachoni, imtinau an idha'i al-akharin, kwanza kujiziwilia kwa kutokuwaudhi wengine, ndiyo wakaful adha. Kujiziwilia we mwenyewe kwa kutokuwaudhi wengine, hii ndiyo kaful adha. Watukufu wa Kiislamu, kaful adha iko wapi? Wangapi tunawaudhi wenzetu, tena kwa njia, kwa makusudi kabisa? Tunawaudhi wengine kwa makusudi. Yako wapi maadili mema watukufu wa Kiislamu? Tena mwingine anathubutu kusema nilikuwa na kutafuta, nilikuwa na kutafuta, ujaingia kwenye anga zangu, lakini leo utanitambua umeingia kwenye anga zangu. Baada ya kuwa ujizilie na kutokumuudhi mwenzako, wewe kama ndo unamtafuta, sasa kajikwaa mwenzako, unamwambia leo ndo umeingia kwenye anga zangu, leo sikutoi wewe, tutakwenda sambamba, tutakula sahani moja leo. Na siku nyingine kwa sababu ya umaarufu wako tu unamwambia utakwenda kunyea ndoni, mara hii umeingia kwenye anga sio, kwa makusudi tu basi. Ile kafuli adha iko wapi watukufu wa Islam? Lakini pamoja na hivyo, wanachuoni bado wanatafsiri jumla tatu hizi, wanatuambia mani'u dharari anhum,
kuwazilia madhara yasiwafike. Watukufu wa Kiislamu, tupo katika Waislamu, tunatamani Waislamu wenzetu yawafike madhara, na wakati mwingine kuyasababisha makusudi madhara yawafike Waislamu wenzetu. Sasa yako wapi maadili mema? Yako wapi maadili mazuri kuwatakia wenzetu wengine yawafike madhara? Imeonekana wazi ya kwamba hatuko katika maadili mema, hatuna kabisa. Watukufu wa Islam, hebu turudi katika aya sasa, wakati tumepata picha kidogo kiasi cha kupata picha. Subhana anasema wa innaka la'ala khuluqin azim, kwa hakika una maadili mema, una maadili mazuri ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumwangalie Wahabati Zuhail fi tafsirihi al-Munir. Tumwangalie mwanachuoni huu Wahabati Zuhail katika tafsiri yake al-Munir, nini anachotufundisha ndani ya aya. Anachotufundisha ndani ya aya hii ya kwamba wa innaka la'ala khuluqin azim, ay wa innaka la sahibul khuluqin azim alladhi amaraka Allahu bihi fil Qur'an. Ina maana ya kwamba kwa hakika wewe Muhammad kweli ni mwenye maadili mazuri, maadili mema kabisa, ambayo amekuamrisha Allah kwa maadili hayo, tena yamo ndani ya Qur'an. Kwa tabia zako wewe ni tabahamalta min qaumika, katika yale ambayo uliyowastahimilia jamaa zako, umaudhia makero yatokayo kwa jamaa zako umeyavumilia. Na naam, sina haja ya kurejea ambayo kayazungumzia muhadhiri mwenzangu, yani kabila yangu mimi. Lima tahammalta min qaumika, kwa ajili yale ambayo uliyoyastahamili udhia makero yatokayo kwa wafuasi wako, jamaa zako kabisa. Ma lam yatahammalhu amthaluka, makero ambayo hawakuweza kuyastahimilia mfano wako wewe, manabii wenzako hawakuweza kuyastahimilia, lakini wewe umeyamudu, umestahimilia makero yayo wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo fafika al-adabu jamu wal-haya'u wal-judu wash-shaja'atu wal-hilmu was-safihu wa ghayru dhalika min mahasinil akhlaqi. Bwana Wahbatu Zuhail anatafsiri aya hii kwa makini kabisa, kwa uimara. Kwa hiyo fafika al-adabu jamu, hivyo una adabu zilizofurutu, una heshima zilizofurutu, una maadili mema yaliyofurutu ada kabisa ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini usitoshe, wal haya wal judu, na una haya za kutosha na ukarimu wa kutosha kabisa. Naam, namna ya haya, jinsi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa ni mwingi wa haya. Kutembea kwake hatembei kama sisi, anatembea barabarani, akipita mwanamke kavaa vibaya na mtazama, anamuona bado kainamia chini, anatembea, anainamia chini huko, anatembea kabisa. Lakini leo haya ziko wapi Waislamu? Tena si wanaume wala si wanawake, ni wachache sana waliosalimika na jambo hili. Watu wametokwa na haya kabisa. Kwa mwana wa kiume ana akili timamu, ana mawazo timamu, basi
anathubutu kutembea magoti yako wazi, anatembea kitovu chake kiko wazi kabisa, habari hapati wala hashughuliki na lolote, hana haya kabisa. Lakini bado utawaona wanawake walio wengi wanatembea uchi, haya hawana kabisa. Tena hata kama wapo baba zao, wapo mama zao, wapo jamaa zao wa kifamilia, basi hawana habari na hilo kabisa, hawana habari na hilo, kwa sababu hawana haya. Na wamelikosa hili, wamekosa maadili aliyokuja kuyakamilisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wameyakosa maadili, maskini hawana. Lakini jengine, walijudu na ukarimu wake tumeuona jinsi ya mzungumzaji aliyetangulia. Hatuna haja ya kurejea tena, isipokuwa tuendelee na yale mengine kuyadondoa na tujilinganishe wenyewe. Maadili haya ndo tunayo, kama alivyomsifu Allah amekuja kukamilisha maadili haya ndiyo tumeyakamata au yamepotea. Ni wazi ya kwamba yamepotea, hatunayo watukufu wa Kiislamu, yamepotea maadili. Lakini washajaatu na ushujaa, pale ambapo dini ya Kiislamu inahitaji utetezi, alikuwa shujaa kuliko ni shujaa kabisa. Alikuwa shujaa kuliko ni shujaa pale ambapo dini inahitaji utetezi, panapohitaji upole walhilimu, na upole kabisa, manake na busara. Na tumeziona busara zimezungumziwa, hatuna haja ya kurudi tena. Lakini chengine, wasofu na usamehevu, pale ambapo kakera anajaribu sana kusamehe, na naam, tumeliona hilo watukufu Islam. Tumemwona kwamba Mtume Muhammad wa ghairu dhalika min mahasinin akhlaqi, na yasiyo hayo na mengineo katika maadili mazuri, maadili mema kabisa watukufu Islam. Kwa hiyo tumeona jinsi ya namna gani maadili mazuri namna yalivyo watukufu Islam. Ama kwa kweli, kulinganisha na muda ambao tunakwenda nao, acha twende katika dondoo kidogo ili tupate kuona tufike mahala, ingawa tulikusudia twende na vipengele viwili ambavyo vinahusiana na nafasi ya maadili ya Kiislamu, lakini bado imeonekana kile kipengele cha kwanza, yani bado kitatosha kwa muda wetu namna ulivyo. Watukufu wa Kiislamu, hii ndiyo hali namna tulio nayo sasa. Waislamu tumekuwa na hali mbaya sana. Huu ndiyo ukweli ulivyo. Leo Muislamu anatamani mwenzake afikwe na mawala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika pokeo ambalo latoka kwa Imamu Bukhari anasema ya kwamba almuslimu man sallima limuslimuna min lisanihi wa yadihi, walimuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muislamu wa kweli aliyekamilika kabisa katika Uislamu ni yule ambayo wamesalimika Waislamu wenzake, min lisanihi, kupitia ulimi wake, kupitia mdomo wake, kupitia maneno yake, wayadihi, na mkono wake, kuashiria, kuonyeshea, akasalimika Muislamu. Huyu ndiye Muislamu aliyekamilika kabisa. Lakini tumeona ya kwamba kwa jinsi tulivyo Waislamu, sisi kwa sisi Waislamu hatutakiani mema, tuna ubaya endelevu wa sisi kwa sisi Waislamu. Wapi tutafika? Na kwa nani tumeiga maadili haya mazuri? Watukufu wa Islam, kwa hiyo wali muhajiru, na yule aliyehama ni yule ambaye
kuyahama maovu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayakataza na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndiye muhamaji kabisa. Watukufu Islam, ama kwa kweli kulinganisha na muda tulionao, hata kama kutokana na mada ambayo tumekwenda nayo inatuhitaji tuendelee, lakini pamoja na hivyo kulinganisha na muda tulionao, yani hapa tulipofikiria, ionekane tumepata chochote angalau, na yale ambayo tumepatia basi tuyachukue tuwafanyie kazi, na yale ambayo yameponyoka kwa mtelezo wa kibinadamu basi hayo tuonelee ndo yako kwa mwanadamu, na mwanadamu mara nyingi si mkamilifu. Lakini Mtume Muhammad anasema mbora wenu ni yule ambaye kakosea akalitambua kosa lake akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kwa hiyo watukufu Islam, baada ya hayo machache niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.